Niaba ya mama mkuu wa shirika la Moyo Safi wa Maria Morogoro pamoja na wanashirika wote wa shirika hili, tunapenda kumshukuru Mungu kwa zawadi ya siku ya leo ambayo dada zetu wametunukiwa kushuhudia na zao za daima na jubilei mbalimbali. Tunakushukuru Baba Askofu kwa uwepo wako katika azimisho hili takatifu la misa, lakini hasa kwa kukubali kwako kama kiongozi wa shirika letu kupokea nadhiri za daima za dada zetu hao watano na kuwapokea katika shirika letu. Tunapenda kuwashukuru nyote kwa nafasi mbalimbali, tukianzia na mapadre, watawa, waume wa kike. Tunawashukuru pia ndugu hasa familia za dada zetu, shemasi, mafrateli, walelewa wetu, ndugu jamaa na marafiki, wageni wetu kutoka Ujerumani na Italia, lakini na wote ambao wametufikia siku ya leo kwa upendo mkubwa ambao umetuonyesha. Kwa na maadhimisho makubwa kama haya, kujitoa kwa Bwana milele na kumshukuru Mungu, tukiwa peke yetu kama watawa tunakuwa na simanzi, tunaona kwamba pengine tunayoyafanya hayana thamani kubwa, lakini tunapoona kundi kubwa la ndugu zetu na marafiki zetu na wazazi wetu na wafanyakazi wenzetu katika shamba la Bwana, maadhimisho haya yanapata nguvu ya pekee. Waswahili wanasema ukiona vyaelea vimeundwa. Tunawashukuru sana hasa wazazi. Tunaamini wa dada zetu wanazida daima siku ya leo. Inakuwa bahati mbaya sana kama tunawakosa wazazi, lakini tunaamini kwa umri wao wa miaka 6 tu katika utawa wazazi wanakuwepo. Tuwashukuru sana kama shirika kwa malezi yenu bora. Sisi kama shirika tusingeweza kuwashikilia hawa watano mpaka leo, kwa sababu malezi yanaanzia kwa wazazi. Kimuona mtu alivyo na mpaka anavumilia kama Baba Askofu alivyohubiri kubeba msalaba na kumfuata Kristo katika umri wao, lakini katika dunia hii ya utandawazi mkubwa ni vigumu wao kuvumilia. Walikuwa 27 mpaka wameingia novitiate. Kwa miaka 6 tu wamebaki watano. 22 nzima wamerudi nyumbani. Kumbe tunawashukuru sana wazazi sana, kwamba tunajua kabisa uwepo hao watano sio nguvu ya shirika. Ingekuwa ni shirika basi wote 27 wangekuwepo leo hapa tarehe. Hongereni sana, tunaomba tuwapongeze wazazi wao. Na pengine uvumilivu wao umechangiwa kwa kiasi kikubwa na dada zao, mama zao na bibi zao ambao wako nao leo katika azimisho hili kwenye jubilei ya miaka 25, 50, 60 na 70. Tunawapongeza sana wapendwa dada zetu mliovumilia kwa miaka yote hiyo kubeba msalaba wenu na kuendelea kumfuata Kristo na kuwa ushuhuda katika maisha haya. Leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Bikira Maria, Malkia na mama yetu. Sisi kama wana Moyo Safi wa Maria tuliwekewa na waanzilishi wa shirika siku ya leo kuvalishwa taji kama mama yetu Maria alivyovalishwa taji ya umalkia siku 7 tu baada ya yeye kupalizwa mbinguni tarehe 15 mwezi huu. Kumbe mataji yenu yawakumbushe taji la mama, kwamba pamoja na mateso ya hapa duniani sisi kama malkia wadogo, pengine kwa mazingira ya Tanzania inakuwa ngumu, lakini ukienda kwenye nchi za kifalme mtoto wa malkia ana thamani kubwa sana, na yeye ni malkia mdogo na hawezi kuolewa na mtu mwingine zaidi ya mfalme. Kwa nini anaolewa na mfalme binti wa malkia? Kwa sababu mfalme akifa mwanae atakuwa mfalme na yule mtoto wa malkia atakuwa nani? Malkia. Kwa hiyo sisi kwa Tanzania kidogo inakuwa ngumu, lakini ukienda kwa Korea wenzetu wameenda mbele zaidi. Hata kama mtu ni tajiri sana watamuita master, na katoto atakapokuwa na mwaka mmoja ataitwa young master na kataheshimiwa kuliko hata pengine waziri mkuu wa hiyo nchi. Kwa hiyo tujifunze kwamba sisi wana wa Maria hakika, na kama tunaitwa kina Maria, sisi ni Maria wadogo. Tusikate tamaa katika maisha haya. Siku moja nikiwa na kipindi na mastaa wadogo, waliniambia ambayo Baba Askofu leo amehubiri juu ya nadhiri na mashauri ya Injili.
Wakasema, mama, sisi tuna msemo ambao tumeuanzisha. Je, tunaweza tukautumia kututia moyo kuendelea na maisha yetu ya utawa na kushika nadhiri? Nikawauliza ni msemo gani? Kama utakuwa wa matusi tutakubali utumike, lakini kama ni msemo mzuri tutakubali. Wakasema tumeanzisha msemo kutokana na nadhiri ya utii ambayo tunaiona ni ngumu kuliko nadhiri zote. Unaweza kaamua leo umebeba begi lako, unafika mjini unapigiwa simu, unarudi tena ngoleo tumekubadilishia kitu, unaenda sehemu nyingine. Kabla hujakaa chini umeshapigiwa tena simu, njoo unaenda kule ndio. Nadhiri ambayo inakuwa ni ngumu hasa kwa vijana wa sasa ambao wanataka uhuru binafsi. Kwa hiyo akasema sisi tumesema kwamba nadhiri ya utii ni ngumu. Tukasema kwa nini kawaambia ndio akasema ukitaka kujua hukumu wa nadhiri ya utii muulize Lucifer. Hao ndio msemo wao walioanzisha. Umuulize nani? Lucifer ambaye alikuwa malaika mkubwa kwa Mungu, lakini akakataa kutii, akakubali bora aingie motoni kuliko kutii. Yaani akakubali bora akose raha za mbinguni za milele, aungue lakini awe na uhuru wa milele. Kwa hiyo ni bora uhuru motoni kuliko furaha mbinguni chini ya utii wa Mungu. Kwa hiyo tuone jinsi gani vijana walinipa changamoto. Utii ni ngumu sana. Nikacheka nikamwambia ni msemo mzuri na unatia changamoto. Nikawauliza na nadhiri je ya ufukara, mbona mjitafutia msemo? Wakacheka tu kwa sababu tumeona ufukara, lakini unaitwa ufukara wa nini? Wa hiari kama walivyosoma leo. Na wakati mmoja akanyosha fulani na sasa hivi msemo wangu nikasema ukitaka kuona ugumu wa nadhiri ya ufukara muulize kijana tajiri wa kwenye Injili ya Mathayo ambaye alipata wito wa Kristo mwenyewe kumuita moja kwa moja live. Sio tunasema tumeitwa moyoni. Yaani Kristo anamwambia uza vyote nifuate. Mlikuwa ni mwitikio ambao wa upendeleo mkubwa, wala hutaji kuweka mikono na askofu. Moja kwa moja umeshapewa ukadi pale na Kristo mwenyewe. Lakini akagoma. Akaondoka kwa huzuni. Kwa hiyo akaniambia fikiria hilo pia kwamba basi kumbe umaskini kumbe ni mbaya sana. Kuuza vyote ufuate Kristo ukapate raha za milele, watu wamegoma. Kwa hiyo hata umaskini nao sio kitu rahisi. Tukabakiza nadhiri gani? Ya usafi kamili. Tukasema moja ajitolee naye kutengenezea kitu kututia moyo. Wakasema hiyo bwana inapatikana kwa Yesu mwenyewe. Petro alipoona Yesu anamwambia habari za ndoa ni ngumu, wakaanza kuulizana pale na wenzake, wakamwambia Yesu, bwana bora tusioe kabisa. Akawaambia hiyo ni ngumu. Yesu mwenyewe anatuambia sasa hiyo ni ngumu na wanapewa wale waliojaliwa tu, wengine wote hawawezi. Kwa hiyo kuwepo katika nadhiri ya usafi wa moyo, Yesu mwenyewe anatuambia ni wale waliojaliwa tu. Na Mtume Paulo leo katika somo la pili ametuambia ni anatoa yeye kutoka moyo. Ni maoni yangu mimi kuhusu nini? Mabikira na waseja. Hana amri kutoka kwa Bwana. Anatoa ushauri mkubwa, mkitoka hapa mkasome mtaelewa zaidi. Kwa hiyo basi endelea kuwapongeza dada zetu kwa kuchagua ugumu wa mashauri ya Injili na kuyaishi kwa ujasiri. Tunamalizia kwa wazazi. Wito ni ugonjwa. Wazazi mseme wito ni ugonjwa. Wazazi siwasikia wito ni ugonjwa. Unaambukizwa. Kabisa. Kwa hiyo tunaamini kabisa uwepo wenu na watoto wenu, dada zao na bibi zao wataambukizwa kuja kwenye shirika letu. Karibuni. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana kwa neno zuri sana. Sasa naomba kumkaribisha baba askofu kwa ajili ya neno. Baba, karibu. Ikiwa itifaki imezingatiwa, tumsifu Yesu Kristo. Unajua mtu akishaona sasa hajui namna kuhitaji hiyo itifaki,